Kwa nini Rastafarians wanaamini Haile Selassie ni kama Mungu kwao? Mbali na kuwa ni rais wa Ethiopia, lakini wao waliamini ni kama Mungu kwao na kiongozi wa kiroho. Kwa nini hata watu maarufu waliowahi kutokea duniani kama Bob Marley, Robert Nesta Marley, mtu mwenye ushawishi mkubwa katika dini ya Rastafarians, aliamini pia kuwa Haile Selassie wa kwanza alikuwa ni kama Mungu kwao? Karibu katika historia ya kuelezea maisha ya Haile Selassie wa kwanza, aliyezaliwa kama mtoto wa kifalme, akaishi kama Mungu na akafa kifo cha kikatili. Haile Selassie wa kwanza aliyezaliwa kama Lij Tafari Makonnen mnamo Julai 23, 1892 katika mji wa Eger Sagoro, Ethiopia. Alikuwa ni mtoto wa Ras Makonnen Wolde Mikael, gavana wa jimbo la Harar na mshirika wa karibu wa mfalme Menelik wa pili, na mama yake aliitwa Heshmebet Ali. Haile Selassie alilelewa katika familia ya kifalme ya Amhara na kupata elimu ya kifalme iliyomwandaa kwa uongozi wa juu. Wakati wa maisha yake yote ya utoto hakufahamika kama Haile Selassie, alifahamika kama Lij Tafari Makonnen. Basi wakaanza kumwandaa ili aje kuwa kiongozi wa juu, na aliteuliwa kuwa mfalme mdogo wa mji wa Harar akiwa na umri mdogo sana, na mwaka 1916 akateuliwa kuwa Regent, mtawala wa mpito wa Ethiopia chini ya Malkia Zewditu, kabla ya kutawazwa rasmi kuwa Negusa Nagast, yaani mfalme wa wafalme. Mnamo Novemba 2, 1930 akalichukua jina la kifalme la Haile Selassie wa kwanza, likimaanisha nguvu ya utatu. Na kwa nini walimpa jina hili? Ni kwa sababu yeye alikuwa ni mfalme wa 225 katika ukoo wa King Suleiman, mfalme Suleimani anayesomwa katika vitabu vya dini ya Kikristo, hasa Biblia, katika ukoo wa kifalme wa Solomonic unaodaiwa kurithi kutoka tangu enzi za mfalme Suleiman. Basi yeye Haile Selassie alikuwa ni mfalme wa 25 kutoka kwa mfalme Suleiman na Malkia wa Sheba. Akiwa kiongozi mwenye maono ya kisiasa, alianzisha mageuzi ya kijamii, kielimu na kisheria. Akapambana na utumwa na kuingiza Ethiopia katika Umoja wa Mataifa na baadaye katika Umoja wa Afrika. Lakini utawala wake ukatikiswa mwaka 1935 alipoongoza mapambano dhidi ya uvamizi wa taifa la Italia ambayo ilikuwa chini ya gaidi Benito Mussolini, dikteta wa Italia. Haile Selassie akalazimika kukimbilia uhamishoni Uingereza hadi aliporejea kwa ushindi mwaka 1941 kwa msaada wa Uingereza. Akaendelea kutawala mpaka 1974 alipopinduliwa na jeshi la Delgi chini ya Mengistu Haile Mariam. Baada ya miaka ya ukame, njaa na maandamano ya kisiasa, akafariki dunia tarehe 27 Agosti 1975 katika kasri la Jubilee mjini Addis Ababa, ambapo inadaiwa aliuawa kwa kunyongwa na maafisa wa Delgi. Ingawa kwa miaka mingi kifo chake kilifunikwa na utata dhidi ya mabaki yake, na mwisho yakazikwa rasmi mwaka 2000 katika kanisa kuu la Holy Trinity, huku akiwa ameacha urithi mkubwa wa kihistoria, kisiasa na kiroho, hasa miongoni mwa wafuasi wa dini ya Rastafari duniani wanaomchukulia kama Mungu au mkombozi wa watu wa asili ya Kiafrika. Katika uhai wake, Haile Selassie alishawahi kutembelea taifa la Jamaica. Alipofika huko, walimpokea kama Mungu na ishara za ajabu zilionekana, ikiwemo ni mvua kubwa kunyesha iliyoandamana na ngurumo na radi, msimu ambao haukuwa rasmi wa mvua au wa masika. Hivyo watu wa Jamaica na imani ya Rastafari wakaamini hakika huyu kweli ni Mungu. Mimi naitwa Makaveli. Usisahau kunifollow katika peji yangu ya Instagram MM History.